Amani na utulivu ambayo ni jambo la kawaida katika eneo la Kipini, kaunti ya Tana River, sasa haipo tena, na badala yake hofu na taharuki imechukua mahala pake. Makazi yamesalia mahame, huku wenyeji wakitoroka makwao kufuatia ghasia hizo baina ya jamii mbili, nayo matokeo yake yakiwa bayana. Mifugo nao wasisazwe katika mgogoro huo unaosemekana kutokana na vuta ni kuvute kuhusu malisho ya mifugo. Na kufuatia hali hiyo, jamii hizo zimeamua kujihami vilivyo, wengine kwa mikuki na wengine kwa bunduki, jambo ambalo limepelekea serikali kutoa makataa ya siku 7 kwa jamii za Orma na Pokomo kusalimisha bunduki zao. Shida ni wakulima ndio wanataka sisi wafugaji tusiwalishe mifugo yetu pande hii. Wakulima wamefanya kujaribu kuwazuia zile ngombe, jamaa tayari wakaanza kutushambulia na risasi. Katika hospitali ya wilaya ya Malindi, majeruhi wanasimulia yaliyojiri na kueleza sababu za machafuko hayo. Na wamekuja watu 20 ambao wako na bunduki na watu kama 15 hawana bunduki. We received 4 cases of gunshot wounds. One was serious. We had to refer to Coast Province General Hospital. Mapema wiki hii, mifugo 200 kutoka kijiji cha Kilengwani wanadaiwa kuuawa katika kijiji cha Kau walipokuwa malishoni, jambo lililozua mzozo na kupelekea vifo vya watu 2 waliopigwa risasi na mmoja kuteketezwa moto. Nazo nyumba katika kijiji cha Kau pia zikateketezwa moto. Na huku serikali ikiimarisha usalama katika eneo hilo, wale wote wanaomiliki bunduki wanahitajika kuzisalimisha mara moja. Janet Chapia, Citizen Nipashe.